innamal a'malu binniyat. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini. Tuko duniani. Kumekuwa na dhana ya kuwa ukiwa mhudumu hasa katika nyumba za ibada kama shehe, imamu ama ustadhi, basi huifanya kazi hiyo kuwa ndio ajira rasmi ya kumuingizia kipato chake cha kila siku, dhana ambayo imekuwa ikileta migogoro mingi isiyo ya lazima katika nyumba za ibada. Licha ya viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo naibu waziri mkuu wa nishati Dr. Doto Biteko ambaye alisisitiza umuhimu wa viongozi wa dini katika kuwaelekeza waumini kujishughulisha kwenye maendeleo ya jamii ya kiuchumi na kuleta mabadiliko chanya kulingana na huduma zao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Sala Ibrahim Katunzi na hii ni Al Hidayah Online TV. Ambatana nami mwanzo hadi mwisho ili unufaike mengi kwenye mengi. Usisahau kutufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube na pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Al Hidayah Online TV ili uwe kwanza kunufaika. Ambatana nami mwanzo hadi mwisho ili unufaike mengi kwenye mengi. Mtazamaji, ni kukaribishe katika makala hii inayoangazia umuhimu wa kilimo, mwandaaji akiwa ni Zaki Shebiru na msimuliaji ni mimi Sala Ibrahim. Kilimo ni sekta muhimu sana katika uchumi wa Tanzania, ikitoa takribani 75% ya ajira hasa kwa maeneo ya vijijini, huku ikichangia kwa kiasi kikubwa kwenye uzalishaji wa chakula na mazao ya biashara na kuongeza pato la taifa kwa 40% na kuchangia 20% katika usafirishaji wa bidhaa hasa nje ya nchi. Pia nchi ya Tanzania ina mazingira mazuri ya kilimo ikiwemo ardhi yenye rutuba na hali ya hewa, na mazao hayo ni kama mpunga, mahindi, viazi, mihogo, kahawa, chai, korosho na mengineyo. Kwa ujumla, kilimo ni msingi bora wa maendeleo endelevu katika nchi ya Tanzania, kikichangia katika nyanja nyingi za kimaisha. Aidha, kulingana na upatikanaji wa chakula hicho, wakulima hupitia changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa mbolea, ubovu wa miundombinu na uwezo mdogo wa kusindika. Ili kuepuka hayo, basi serikali inabidi iboreshe na iwarahisishie wananchi namna nzuri ya kupata mbegu bora. Licha ya waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe kuzitaka bodi zinazohusika na kilimo kuimarisha kilimo anga, kutumia teknolojia ili kukabiliana na visumbufu mimea, pia kuitaka bodi ya kilimo kuunda timu nzuri ya ufundi ili kuleta manufaa katika kilimo na nchi kwa ujumla. Na leo tunaenda kukutana na kiongozi wa dini ambaye anajishughulisha na kilimo licha ya kazi yake ya kulingania waumini katika misingi ya dini na kiimani, ambaye atatuelezea nini kimemfanya ajihusishe na kilimo. Nitakoma kiwaambia tuweni na hima kulingania, hapa nitakoma kiwaambia tuweni na hima kulingania, ndio ya kwandama alotuachia wetu muadhama tumwanabia, wetu muadhama tumwanabia. Allah Allah Allahu akbar, Allah Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Alhamdulillah, mimi naitwa Hamza Omari, lakini kwa jina la mtaani sana kwa wengi wanaonifahamu Imam Hamza ama Imam Yusuf. Hivi huwa unapendelea masihara sana Naam, hii kazi ya kilimo umeanza lini au kuna kitu kilikufanya uanze kujishughulisha na kilimo? Hilo ni haram bila kubali. Kwanza kabisa, kiasili mimi si mkulima. Kwa wengi wanaonifahamu ni dai au mlinganiaji wa dini, kwa wengi wanaonifahamu hivyo, lakini ni mkulima kwa shughuli zangu.
Kwa hiyo hapo uliponikuta hapa na fanya hii kazi, si kwa maana ndo naanza, bali unakuta niko mwishoni hapa, niko nasogeza maji yatoke sehemu moja kwenda nyingine. Masha Allah, masha Allah. Kumekuwa na mazoea ya kuwa ninyi viongozi wa dini huwa mwategemea swadaka za msikitini na hakuna shughuli nyingine mnazofanya, lakini kwako imekuwa tofauti. Unamwambiaje mtazamaji ama jamii juu ya kutafuta shughuli za kufanya licha ya ile ya kulingania dini? Kwanza kabisa nianze na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabla sijaingia katika kusema nimefikaje na kwa nini nimeingia. Kwanza hili swala tunalolitazama hapa tuko kwenye mpunga. Huu ni mpunga ambao watu wengi wanaupenda sana, lakini wanaupenda huu mpunga ukishatoka kwenye haya maganda yake. Yani ukishatengenezwa huu katoka kwenye asili hii, watu wengi wanaupenda. Nafikiri ninapozungumza nawe nafsi yako inafikiri hivyo. Lakini napozungumzia huu mpunga, nazungumzia kwa maana ya mchele, nazungumzia kwa maana ya wali. Au wengine wanasema kipira, wengine wanazungumza hivyo. Ina lugha nyingi sana, yani wali una majina mengi sana. Sasa sisi huko maeneo ya nyumbani wana mchezo wa kuita kwamba ni kibuza magezi, kwa maana ya kipoteza akili. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Lakini nikirudi katika zao hili zao linaanzia mbali sana kama tutakavyokuja kuona, lakini lina manufaa makubwa sana. Lina manufaa kwangu mimi na kwako wewe. Kwa maana gani? Si kwa maana ya kukitazama kama chakula. Nimesema mimi ni mlinganiaji wa dini. Inawezekana kuna baadhi ya mambo ambayo huwa tunayatazama katika Qur'ani kwa mtazamo wa kawaida tu, tunatafsiri kwa tafsiri za kawaida sana, lakini Qur'ani ilivyo inahitajika uende nayo kwenye matendo. Ninapozungumzia manufaa ninayoyapata kwenye kilimo hiki, au niliingiaje? Kuingia, nimeingia kwa sababu mimi ni binadamu kama binadamu wengine, nahitaji kula kama unahitaji kula watu wengine. Maisha yangu kama mlinganiaji, sihitaji kuishi katika kulingania pasina kuwa na sababu nyingine. Moja katika manufaa nilionayo mimi katika kilimo kama hiki, sijui bei ya mchele kwa mwaka mzima. Sijui kwa maana sio kwamba sijui kwa sababu hakuna anayekwenda dukani kununua mchele, kwa sababu ninakuwa nina uhakika kwa uwezo wa Allah, ninapovuna kuna chakula kinachoweza kunifanyia kazi ndani ya mwaka mzima. Si kwa zao hili tu, ni kwa zao la mahindi, kwa zao la karanga, kwa zao la maharage, pamoja na mazao ya mihogo, viazi na kadhalika. Na hivi vyote alhamdulillah, kama tutakavyokuja kuona, kuna baadhi ya maeneo ambayo utaona kwamba haya ni mahindi yalikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini tunapokuja kwenye huu mpunga, ni kwamba ni zao ambalo Allah subhanahu wa ta'ala, si mpunga tu, mazao kama mazao, chakula kama chakula. Allah kakizungumzia katika Qur'ani. Anasemaje katika suratu Abasa? Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa faambatna fiha habba wa 'inaban wa qalban wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Aya inasema falyanzuril insanu ila ta'ami, mwanadamu atazame chakula chake. Ukitazama vizuri hapa unaona huu mpunga ulivyoanza mwanzoni. Ikiwa ni mwanadamu atazame chakula kikiwa kwenye sahani ama sinia, anaweza asielewe somo hili. Lakini kwa hili zao kuanzia chini, Allah anasema tulitazame hili. Tunalitazama namna gani? Namna linavyoanza. Mimi niko katika kilimo, nina uwezo wa kuwa ninamjua Allah na kumuona Allah uwezo wake kuliko ambaye hajaingia katika kilimo. Kwa nini nasema hivi? Kabla ya huu mpunga kuwa eneo hili na kufikia hapa ulipofikia, hapa unakaribia tuseme kama wiki 3 ama mwezi mmoja, hata mwezi ni mwingi, ni wiki 2 mpaka 3 inatakiwa hili zao livunwe. Lakini hili zao limeanzia chini. Unamwaga mbegu, zile mbegu zinakuja kuota. Lakini hebu mtazame Allah subhanahu wa ta'ala alivyo na uwezo na nguvu. Ninapokuja hapa ninakuja na kipando mathalan.
Kile kipandwa kina thamani si chini ya milioni 2 mpaka milioni 3. Kile kipandwa ninaondoka nacho, sikiachi hapa shambani. Ninarudi nacho wapi? Nyumbani. Lakini ninakuja hapa, nina ndoo moja tu ya mpunga. Thamani yake ni ndogo sana. Ndogo sana. Mpunga kwa thamani ya lile debe inawezekana lisifike hata shilingi 15,020. Lakini ninakuja hapa, ninatengeneza eneo, ninamwaga ule mpunga, alafu naufukia. Allah akasema falyanzuril insanu ila ta'ami, mwanadamu aangalie chakula chake. Anna sababana almaa sabba, hakika sisi tunamimina maji mimino mkubwa kwenye ardhi. Mimi ninapochukua mazao yale nikayaweka, ama mbegu zile nikaziweka, sina mamlaka tena. Ninaondoka na kipandwa changu mpaka nyumbani. Ninalala nyumbani, haya mazao yako chini ya ardhi. Wakati mimi nahangaika kuanza kupasua ardhi, lazima nitumie jembe, lazima nitumie trekta, lazima nitumie chombo ambacho kitakuwa ni kigumu, mkono wangu hauwezi ukachimba ardhi. Ardhi inakuwa ni ngumu. Lakini mbegu ya mpunga ambayo naweza nikasema ni mfano wa hii hapa. Sio mfano, ni yenyewe. Mbegu ya mpunga ni hii hapa. Kambegu ni kadogo sana. Ninapokatupa chini ya ardhi, ardhi ambayo nimetumia nguvu kupasua, Allah anasema thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Umepasua ardhi, umeweka mbegu, alafu Allah anapasua nini? Ardhi kwa kutoa mbegu ile. Mbegu lile ni jani tu ndo linapasuka, tena mbegu hii mpaka ioze kwanza. Ikishaoza chini, mimi nimelala nyumbani, wala sina mpango wa kufikiria huko pakoje. Baada ya muda ninakuja, ninakuta majani yameota. Ninayahamisha yale majani, ninakwenda tena kuyachimbia eneo lingine. Maana yake hapa tulikuwa tunachukua mbegu moja, tunakwenda tunaweka sehemu tofauti ambapo imekwisha ota, ni jani tayari. Sasa hebu angalia uwezo wa Allah anaposema tumeipasua ardhi, mpasuko mkubwa. Na huu mpasuko, kinachopasua ni kijimbegu kama hiki. Kwanza kilikwisha oza, alafu kinakuja kijijani kidogo, tena kijani chenyewe kinakuwa ni chepesi na kidogo kuliko hiki. Kinaipasua ardhi. Mimi niko nyumbani nimelala, lakini Allah analeta maji yanaingia katika ardhi. Mimi niko nyumbani nimelala, lakini baada ya hapo mbegu inaanza taratibu, jani linakwenda mpaka linafikia mahala linaufikisha mpunga ulikofika hapa. Hii ndiyo kutazama chakula ambacho Allah katuletea. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Lakini ukikaa kusubiri kuangalia kile chakula unachokila, hutoelewa. Haya mazingira mpaka ili zao limefika hapa, limetumia watu, halikutumia upepo. Watu wameingia hapa, wamelima, wamemaliza, wamepanda, lakini bado kukawa na palizi. Ninaposema palizi, unapoweka chochote katika ardhi linakuja kuota jani. Yale majani si rafiki kwa mazao. Yale majani inatakiwa yafanyeje? Yaondolewe. Na yanaondolewa vipi? Ima kwa kung'olewa au kwa kutolewa kwa kutumia jembe. Lakini pia kwa teknolojia za kisasa pia kuna dawa ambazo ni za kupulizia, zinakausha yale magugu, kwa maana yale majani. Sasa mathalan nitolee mfano kipindi hiki ambacho ilikuwa ni kipindi kigumu kwa upande wa mwanadamu, maana mwanadamu huwa anaona hapa, haoni pale. Kwa Allah, yeye ni mjuzi sana. Haya mazao ukiyaona hapa yalipo, ukiyatazama yamenona kweli kweli, na ukifika unafurahia. Lakini ilifika jua limewaka miezi 2 mfululizo, tayari tumekwisha weka mbegu chini na zimekwisha toa mazao. Haya majani yalibadilika kutoka kwenye kijani kibichi mpaka yakawa ni ya njano. Maana yake majani haya ulikuwa unaweza kuweka kiberiti ukawasha mpaka kule mwisho pakawaka. Lakini Allah ndo kaleta jua lile. Kwa hiyo ikafika mahala hapa huwezi ukaweka jembe ukapalilia. Nilichokifanya mimi mathalan, najisemea mimi kama mmoja katika ambao wanajifunza pia, pamoja na kwamba ni kilimo kinanipa manufaa, lakini bado ninauona uwezo wa Allah kupitia katika hili jambo. Nikaamua kuwa ninapulizia kwa kutumia dawa ile ya kupuliza. Kwa unapoangalia haya mazao yamependeza, hakuna mtu aliyepita kung'oa majani, la, bali nilipuliza. Na baada ya kupuliza, Allah kaleta mvua. Ilipoanza kunyesha, aliyepita siku 5 nyuma
akaja baada ya siku ya 6. Alichokiona ima anaweza kuwa alipapita akadhani si pale, kwa sababu mazao yalibadilika yakawa ni kijani kibichi, akapendeza, yakang'aa. Leo Allah amejalia yamefika hapa. Sisi tulikuwa tunaona hapa jua kali, lakini Allah kaleta mvua siku 3 tu, mazao yalibadilika na yakapendeza namna hii. Hapa ni sehemu ambayo tunatakiwa tumjue Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hapa. Mimi mkulima yule ambaye analima kwa kumtawakal sana Allah, kutaka kumjua pia Allah, pamoja na manufaa ya chakula, lakini pia kuna dalili kubwa sana za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo kwa mvuvi. Anatakiwa amjue sana Allah, kwa sababu ndani ya bahari ya maziwa huwa kuna mazingira mengi sana ambayo mwanadamu anatakiwa amjue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi nimeingia katika kilimo ni kwa manufaa ya familia yangu, kwa manufaa ya kazi yangu ya kidawa, kwa sababu unapokuwa na chakula ndani, lakini unapokuwa na chochote, kwa maana wewe unafanya dawa, lakini wakati huo unajishughulisha na shughuli kama hizi, wakati mwingine anaweza kaona udhalili. Si kwamba hapa ninalima kwa kutumia nguvu yangu moja kwa moja, la, kuna maeneo ninatumia nguvu yangu. Yani leo umeniona nimekuja, nina kanzu, nimekuja kwa ajili ya kutifulia maji tu, ili maji yatoke hapa yaingie jaruba ile yaende jaruba ile. Lakini ninakuja wakati mwingine nikiwa na mavazi rasmi ya kufanyia kazi hapa. Ninakuwa nimechafuka kuliko unavyoweza kuniona kule tunakoonana. Lakini ninakuja naifanya kazi hii. Kuna maeneo mengine nitafanya, lakini kuna maeneo mengine nitaweka wa kufanya, kwa sababu lazima tugawiane riziki, lakini pia kuna wajuzi zaidi katika baadhi ya masala kama haya. Kwa hiyo ninaweka watu wanafanya, mathalan wakati wa kulima hapa natumia ni ng'ombe au natumia trekta, na wakodisha watu wanifanyia kazi hiyo. Wakati wa kupanda siwezi kupanda hapa jaruba, hapa ni sehemu kubwa sana, kutokea hapa mpaka kule, utoke lile pale mpaka kule, huku kote mpaka huko, hauwezi ukafanya kazi hiyo peke yako, lazima upate wasaidizi. Kwa hiyo kuna wakati unatumia pesa kwa ajili ya wasaidizi, lakini kuna wakati unafanya kazi mwenyewe, kwa sababu kile kitendo cha kufanya kazi kwa mkono wako, riziki unapoipata hii inakuwa ni riziki nzuri mbele ya Allah subhanahu. Masha Allah. Hivi hiyo aya inapatikana wapi? Hakikuinuwa kwa wote kiram bila kubagu. Hii inapatikana katika suratu Abasa. Yani ukitoka sura ambayo ni amma katika juzu amma ile, unakuja amma, unakuja wanaziati, alafu hii inayorudi hapa Abasa watawalla anjaahu al-a'ma. Ni suratu Abasa. Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza katika maneno yake, falyanzuril insanu ila ta'am, mwanadamu aangalie chakula chake, sio kutazama. Kuna tofauti katika ru'ya na an-nadhar. Ru'ya ni kuangalia kitu kwa macho ukakiangalia hivi, lakini an-nadhar ni kukitazama kitu kwa mtazamo wa ndani sana. Kwa hiyo na hiki chakula ukitazama kwa undani sana, Allah akasema falyanzuril insanu ila ta'am. Siku ya kiyama watajilau. Mpenzi mtazamaji wa Al Hidayah Online TV, naamini mengi umejifunza na umenufaika vyema. Ni wajibu wa kila binadamu kujitengenezea kipato chake binafsi na sio kutegemea ya mtu, kwani chako kina manufaa kuliko cha jirani. Ni upi wito wako kwa jamii na kwa viongozi wa dini, hasa wanaoishi kwa kutegemea sadaka zinazotolewa na waumini pale msikitini? La ilaha illa Allah. Hapa nitakoma. Binafsi kwanza, si kazi tu ya kilimo pekee yake. Mimi nimepata kuingia katika hili, lakini kuna kazi nyingi sana ambazo ziko tofauti. Kwanza, kama ulivyozungumza hapo mwanzo kwamba mashehe wengi ama madai wengi ama wale watumishi wa tuseme wa dini kwa ujumla wamekuwa wengi sana ni wenye kutegemea sana. Ni yako mazingira yanayolazimisha watu wengine wafikie hivyo, lakini yako mazingira ambayo wakati mwingine tunajilazimisha sisi wenyewe. Unaweza ukautenga muda ukawa ni dai, na wakati huo ukautenga muda ukawa na shughuli yako ambayo unaweza kuifanya. Kinachokuja kuharibu ni kwamba mimi nimesoma, mimi nina elimu fulani, mimi nina cheo fulani, mimi naonekana katika jamii ni mtu mkubwa fulani, alafu ukanione katika tope kweli, ukanione katika kuuza karanga kweli. Yani tumefika mahala tunaona zile shughuli ni udhalili, tunaona kazi ni udhalili, lakini kiuhalisia hakuna kazi nzuri ya da'wa utaifanya
zaidi ya kuwa unafanya shughuli zako kwa kujipangia, maana kila kitu nakipanga. Ukishapanga kwamba unaweza ukaingia katika kilimo ukapata riziki yako, utakapofika kulingania dini utakuwa ni mkweli katika ulingania. Kwa sababu gani nasema? Yeyote anayeweza kumiliki chakula chako kwa binadamu, lakini anayeweza kukumiliki katika maisha yako ataimiliki mpaka na akili yako, kwa sababu atataka ufanye anachokitaka yeye. Lakini una chakula chako ndani magunia 50 mpaka 60, haimaanishi kwamba hayaingii kwenye kuuzwa. Utauza kiasi fulani, utapata pesa kununua mafuta na kadhalika, lakini vile vile haishii kwako wewe kama familia. Chakula hiki utamhudumia na mwingine. Yawezekana mimi ninalima, lakini wanaonufaika na kilimo changu ni zaidi ya watu 50. Nitakapopata magunia 100 au 200, nikachambua pale, nikapatapo zaka nikatoa kwa kumpa maskini. Lakini bado si katika zaka tu, katika sadaka. Mimi jambo jepesi sana kuchukua debe 2 mpaka 3 nikampa mtu kuliko kuchukua 10,000 nikampa. Kwa nini? Kwa sababu nimekwisha pata wepesi. Lakini nimekwisha pata funzo hapa. Kama Allah amenijalia nimeweka mbegu 5, lakini nakuja kupata magunia 20, kwa nini simshukuru Allah nikampa mhitaji? Kwa hiyo yawezekana mimi nikahisi ni la kwangu, lakini na kwa wengine. Sasa nikija katika jawabu langu ni kwamba tunaweza tukafanya upande wa dawa tukafanya, lakini na upande wa pili tukafanya. Ambacho kinafanya tusifanye ni kule kuhisi kwamba nitakapofanya shughuli hizi najidhalilisha. Lakini wallahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, chakula hiki ukailisha familia, unapata thawabu nyingi kuliko kwenda kumuomba mtu ambaye wakati mwingine utakwenda amekuchukia, wakati mwingine atakupangia cha kufanya. Na hata kwenye da'wa yako unaweza ukafika mahala ukamtumikia yule ambaye anakumiliki, kwa sababu utakaposema linalomhusu, mathalani mla riba, utamwambiaje riba ni haramu wakati amekaa pale anakuambia lakini riba wakati mwingine si kama riba tu biashara? Kwa kule kuhofu hutopata chochote, ule mkono wako hautaenda kinywani, unabidi uihalalishe riba kwa kusema ni kama riba tu, yani riba ni riba, riba ni riba, kwa maana utarahisisha kusema kwamba hii riba ni faida tu kama faida zingine. Lakini kama umesimama unajiweza, unakwenda kufanya dawa, unajua hakuna aliyekusimamia. Hatukatai wa kusimamia katika dini, wasimamizi ni muhimu, lakini wasimamizi wa kunipangia ni muasi Allah kwa kumtii yeye inakuwa ni ngumu, kwa sababu ninajua chakula changu mimi hawezi kunimiliki. Ninacho ndani na uwezo wa Allah atanijalia kupata kilimo. Je, kwa mtu anayetaka kujifunza zaidi kuhusu kilimo chako, haya mashamba yanapatikana wapi? Allahu akbar, Allah. Haya ni maeneo, kwanza ni katika mji wa Mwanza, mkoa wa Mwanza, ila ni wilaya ya Magu, lakini ni sehemu ya Kisesa, kwa maana ya Kisesa ni kubwa. Haya maeneo sio Kisesa mjini, ni pembeni kidogo tu. Ili eneo linaitwa Igadia. Igadia inapatikana ukitoka Kisesa, unaondoka na barabara kama unakwenda Usagara, unakata kona, kuna kibarabara kinaitwa Kitumba. Alafu baada ya hapo ukitoka Kitumba ndio unakuja hili eneo linaitwa Igadia. Lakini kabla ya Kitumba kuna eneo linaitwa Igudija. Na haya maeneo yote ninayozungumza ninayo mashamba haya. Hapa Igadia kuna hili shamba na maeneo mengine hapa Igadia, lakini vile vile pale upande wa Kitumba pamoja na maeneo ya Igudija. Kwa hiyo ni Kisesa, lakini Kisesa ya pembeni. Ujumbe wa dini ya Uislamu ni kuwa nasihi wote madhali. Ujumbe wa dini ya Uislamu. Kwa kuendelea kujibu swali lako uliouliza kwamba haya maeneo ninayolima ni maeneo gani, mwanzo kabisa tulikuwa upande wa mashariki ambako kuna majaruba, ni maeneo ya Igadia. Hapa pote ni Igadia, lakini kule mimi nahesabu ni shamba namba 1, na hapa ni Igadia, lakini upande wa kuelekea magharibi ambapo ninahesabu hili ni shamba namba 2. Kwa hiyo kwa kule namba 1, hapa namba 2, lakini ni eneo lile ambalo ni Igadia, kwa maana ya Kisesa, wilaya ya Magu. Na nje ya kilimo cha mpunga una kilimo kingine zaidi? Naam, ninajihusisha na mazao yafuatayo. Kwanza upande wa mahindi,
lakini pia kuna maeneo kama kilimo cha karanga, vile maharage, viazi pamoja na mihogo. Kwa hiyo ni mazao mengi mchanganyiko tofauti kama tutakavyokuja. Angalizo, haya yote tunayafanya si kwa maana ya kuonyesha, si kwa maana ya riaa, bali tunayafanya haya iwe ni katika masomo. Kwa nini tunayafanya haya? Sionyeshi kwamba nina mazao sana, wako wenye mazao zaidi yangu, lakini moja katika da'wa ni kuonyesha da'wa kivitendo. Mimi ni dai kama madai wengine, lakini pia ninashughulika na shughuli. Lakini jambo la pili, hii kazi si udhalili. Kama nilivyosema, kuna wakati naingia mwenyewe, unavyoona haya maji ya matope haya, huwa naingia mzima, japokuwa si kila muda, kwa sababu kuna maeneo mengine watafanya kwa kutumia pesa zangu, lakini maeneo mengine nashughulika mimi mwenyewe kama mwenyewe. Nazungumza hivi kwa maana wengine wanaona hizi kazi za udhalili. Si kazi ya udhalili. Nina mfano mdogo sana. Hapa maeneo haya nina jirani yangu mmoja. Ukitazama kwa mbele pale kuna nyumba hiyo ambayo ni nyumba ya tope. Hiyo nyumba kuanzia hapo kwenda mbele kabisa, yani naweza nikahesabu zaidi ya hekari 20 mpaka 30. Ni eneo la mtu mmoja. Huyu mzee nimekuja kukutana naye huku kwenye kilimo wakati tunatambulishana kujuana. Mzee huyu anaishi Mwanza hapa. Hii mzee anaishi maeneo ya Kangae. Ni mzee maarufu sana. Sikupata jina lake, lakini nyumbani kwake ninapajua. Ni mzee, nyumbani kwake imepaki gari nzuri kabisa. Ndani ya nyumba yake pale pembeni kuna zizi, ana ng'ombe, maziwa anahitaji wakati wote anapata. Lakini ni mzee ambaye ni maarufu, ukiulizia pale Kangae ndio wazee ambao wamekuwa ni wa mwanzo kabisa maeneo yale. Lakini ameacha nyumba yake kule nzuri, kaacha ng'ombe kule, maziwa, kila kitu, pamoja na utajiri aliyokuwa naye. Nimekutana naye hapa akiwa kashika jembe analima. Mzee yule anatoka na baisikeli Kangae, anakuja nayo mpaka eneo hili. Sasa mtu ambaye anapajua Kisesa, utoke Kangae mpaka Meko, utoke Meko mpaka National, utoke National mpaka Igoma, Igoma mpaka Kanyama, Kanyama mpaka sijina, kutoka Nane Kanyama mpaka uje ufike Kisesa, ukate kona uwe unaenda kama Usagara kilomita 2, alafu ukate kona urudi hapa. Kuja kufika hapa Igadia kutokea barabara ya lami ni zaidi ya kilomita 5. Yule mzee anakuja na baisikeli, anaipaki pembeni, anabadilisha mavazi, analima, anamaliza, anaondoka. Jioni ukimkuta kwenye kahawa, yuko smart, hakuna muelewa. Vijana wenzangu wale ambao wanaishi kwenye kahawa kupiga story alafu hawana chochote, jioni wanamshangaa mzee anakuja pale na pesa zake, ana uwezo wake, wanadhani yuko mtaani tu amekaa. Wao wanapiga story, lakini yeye anafanya kazi. Anafanya kazi akiwa na pesa, si kazi ya udhalili. Ni kazi ambayo kwa mwenye kujitambua, hii kwanza kwa Muislamu ni ibada kama ibada, na anajifunza vitu vingi. Tuweni na hima kulingania, ndio ya kwandama alotuachia, na tuweza kuyatembelea hao mashamba mengine ili tuweze kujionea zaidi. Wetu muadhama tumwanabia. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dini ilokuja kuleta aman, kuwafunza waja wawe na iman. Dini ilokuja kuleta aman, kuwafunza waja wawe na iman. Wakati faulu hapa dunia, na akhera pia wangie peponi, na akhera pia wangie peponi. Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tumwakatusia sote Islam, kweli katuambia tupende salam. Tumwakatusia sote Islam, kweli katuambia tupende salam. Haki kuinua kwa wote kiram, bila kubagua, hilo ni haram. Bila kubagua, hilo ni haram. Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
ujumbe wa dini ya Uislamu ni kuwa nasihi wote madhalim. Ujumbe wa dini ya Uislamu ni kuwa nasihi wote madhalim. Waache dhuluma, kesho ni dhalam. Siku ya kiyama watajilaumu, siku ya kiyama watajilaumu. Allah, Allah, Allahu akbar. Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, 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 la ilaha illa Allah. Dini ilokuja kuleta aman, kuwafunza waja wawe na iman. Dini ilokuja. Naam, baada ya kuzunguka maeneo ambayo tumezungumza kwamba ni mashamba yaliyoko upande wa Kisesa, Gadia, Itumba pamoja na Jigudija, tumepita masafa mengi sana. Na nilisema kwamba ni maeneo mengi tofauti ambayo nimeweza kulima. Hapa tuko eneo moja linaitwa Ilekako. Ilekako iko sehemu za Sangabuye, Mwanza hii, lakini hii ni wilaya ya Ilemela. Maeneo haya pia ni shamba ambalo unaangalia vizuri hapa utaona kwamba nako ni maeneo ya shamba ya mpunga, lakini ni baada ya kutoka Kisesa kuvuka Igoma, kuvuka Busweru, kuna eneo linaitwa ya Ilalila, kuja mpaka eneo moja linaitwa Isanzu, Kabusungu, mpaka hivi tunazungumza hili eneo la Sangabuye, lakini ni sehemu inayoitwa Ilekako. Hapa napo pia shamba tunaona ni shamba la mpunga, katika miongoni mwa mashamba ambayo imekuwa ni la ilaha illa. Tangu mwanzo umekuwa ukituelezea faida za kilimo mpaka unatoa mifano na ushahidi kutoka katika Qur'ani. Je, katika kilimo hakuna hasara wala changamoto yoyote? Wote madhalim, ujumbe wa dini ya Uislamu ni kuwa nasihi wote madhalim. Kiuhalisia hakuna jambo lolote ambalo linapata faida bila hasara, na hakuna jambo ambalo utapata hasara tu bila faida. Na ikitokezea unapata hasara bila faida, hakuna haja ya kuendelea. Na ikitokezea kupata faida tu pasina hasara, ni mtihani pia, inawezekana ikawa kwako. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu vitu viwili, wa kulli shay. Kila kitu Allah anasema kakiumba kimoja, upande wa kike na kiume, lakini vitu viwili viwili, mbingu na ardhi, usiku na mchana, asubuhi na jioni, mwanamke mwanaume, kizuri na kibaya, kheri na shari. Na katika kadari ni kuamini kheri na shari kwamba vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siwezi nikasema ninapata faida tu, bali huwa kuna hasara, lakini hasara huwezi ukaiona kama unamtawakal Allah subhanahu wa ta'ala. Utaiona kwa sababu gani ikiwa haumtawakal Allah? Nitoe mfano tu mdogo. Katika kilimo hakuna hasara. Katika kilimo hakuna hasara, ni hasara ya kibinadamu unavyoiona. Lakini hasara haipo kwa sababu haya mazao unaweza kuwa umeweka kidogo ukapata saizi, au ukapata saizi ile ile ambayo umeipata, lakini pia unaweza ukapata chini ya pale, au lakini pia ukakuta kuna uharibifu. Mathalan, kuna changamoto zinazojitokeza. Ndege kama ndege hawa wanategemea chakula hiki, lakini ustaraji kwamba yule ndege atakapokula pale kuna faida. Ndege akila punje moja, maadamu usikawe katika kilimo. Nimetoa mfano kama ndege wanaishi kupitia kwenye chakula hiki, hawalali katika majumba, hawaemei, wanatoka. Mathalan, kama ni mama wa ndege anakwenda kutafuta chakula kuwalisha watoto wake kupitia katika mashamba kama hivi. Mfano, unaweza ukaangalia hapo pembeni, wako ndege wamekaa wametulia. Hao ndege huwezi ukakaa ukawachunga kuanzia asubuhi mpaka jioni wala usiku. Wale riziki yao iko hapa, na riziki hiyo imepatikana kupitia mikononi mwa wewe mkulima. Na kwa maelezo ya Uislamu,
wale ndege watakapokuwa wamekula punje, wewe uliohusika katika kilimo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala una malipo. Kwa hiyo sioni hasara. Kwanza hasara ya kibinadamu ni pale panapotokezea shamba limeungua au mazao yameshindikana kabisa, lakini kiuhalisia upande wa kilimo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hasara ni hapa. Lakini niseme changamoto ambazo zinapatikana katika mashamba ni kwamba kwanza kuna kukatishana tamaa. Kukatisha tamaa vipi? Sisi tunalima lakini mvua hatuileti sisi. Sisi tunalima, masafa tunayotoka kule hulali kwenye shamba kuyalinda mazao yako. Anayeyalinda mazao haya ni Allah subhanahu. Mathalan niseme kuna kipindi ambacho tumemaliza kulima hili eneo lote. Wakati tunaanza kupanda jua likaanza kuwaka. Jua lilipowaka kuna baadhi ya maeneo utaona yako wazi. Hata hapa pembeni hapo unaona watu pako wazi kabisa. Mtu kashindwa kulima. Nini alichokisikia? Aliambiwa kwamba mwaka huu hakuna mvua. Anayemwambia mwaka huu hakuna mvua ni binadamu kama yeye, lakini anayeteremsha mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaotambua uwezo wa Allah, tunaotambua ya kwamba mvua anaileta ni Allah na kuizuia ni yeye, tuliendelea na kazi kama kawaida. Ilifikia kipindi haya mazao mtu anaweza kuweka ile mbegu ya mpunga kwa kuchimba kwa kijiti pakavu kabisa, alafu anaweka pale, tunamtarajia Allah yeye ataleta mvua. Imepita miezi miwili, ukitazama pale kuna jaruba moja hapa mbele yangu hapo, ukitazama unaona mpunga unapendeza, lakini hapo kulikuwa na mbegu. Tumemwaga mbegu kama nilivyosema, tunamwaga kwanza mbegu, zinakuja zinachipua, tunakuja kutoa, tunaanza kupanda sehemu baada ya sehemu. Pale siku moja mimi nimekuja, nilipashuhudia pamekauka, ni njano kabisa, kiasi ningekuwa na kiberiti ningelichukua nikapiga pale, mazao yote yangeungua kwa sababu ni makavu kabisa, hakuna kijani hata mbegu moja. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliyekausha pale, yeye anasema yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun. Huu ni mfano katika sisi binadamu tunavyoishi, kwamba Allah anatoa kilicho hai ndani ya kilichokufa na kilichokufa ndani ya kilicho hai, lakini anasema wa yuhyil ardha ba'da mautiha, na Allah anahuisha ardhi baada ya kufa kwake. Ardhi inakuwa ni kavu kabisa. Ndio maana nikasema sisi tunaulima tunamjua Allah zaidi, lakini ni kwa sababu ya yakini zetu, si wote, lakini kwa yule anayetaraji kumjua Allah anamjua zaidi katika maeneo kama aya hii. Ninaielewa zaidi mimi, ninaelima. Kwa nini? Wa yuhyil ardha ba'da mautiha. Ukiangalia mbegu imekauka kabisa. Kama mtu humtaraji Allah unaweza ukasema sirudi tena, lakini ajabu, baada ya mvua kunyesha mara mbili, mazao yalibadilika, yalipendeza, na ndio huu mpunga unauona namna Allah alivyojalia kwa kile kilichokauka kimekwisha kuwa ni mfu kabisa, lakini kinabadilika kuwa ni hai, kijani kibichi. Mpaka leo tunavyotazama hapa unaiona hali inapendeza. Na hii si kwamba unajipa matumaini, Allah mwenyewe anaweza kaamua usikipate, lakini kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala, na kwa hili ambalo tunaliona, kuna vitu vingi kwa kweli unakuwa unajifunza. Ukipata hasara ambayo ni ya kibinadamu, unataraji kwake kwamba si kila siku faida, lakini kwa kweli upande huu ni faida kubwa, kwanza kabisa kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna vingi ambavyo unaviona mwenyewe kwa macho yako, kama nilivyozungumza pale, yanzurul insanu ila ta'amihi, mwanadamu angalie chakula chake, unaiona hali ilipoanzia mpaka kufikia mwisho. Lakini pia yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mautiha. Unaona kabisa kilichokuwa kimekauka kabisa leo kinapendeza, na ukifika shambani unajisikia faraja. Lakini mwisho kabisa ni kwamba kila jambo ni kumshukuru Allah. Ikitokea mitihani kiasi ni kumshukuru Allah, ikitokea ni umefaulu pia ni kumshukuru Allah. Muumini kwa upande wetu sisi huwa hapati hasara yoyote. Ikiwa atapata jema zuri atashukuru, na ikiwa litakuja ambalo lina shari atasubiri. Kwa hiyo hii ni kwamba changamoto zilizomo
ni changamoto za kawaida, lakini pia ni changamoto ambazo zinakuwa na faida. Kama nilivyosema, inawezekana ukakuta wanyama wametumia. Ni kweli huwezi ukasema kwamba uache tu mambo yaharibike, ng'ombe waingie wale, ndege wale tu, hapana. Lakini kila ambacho kitachukuliwa na yule mnyama, wewe kwa sababu ulikilima, utakuwa umehusika katika kugawia riziki. Mayo ya mashiku wewe mara mayo mare ambakina huko kaya to mare hai wachaza kana niangeti marando hajaanza kuharibika, ni kweli? Ametoka nyuko. Kwa hiyo kumbe natakiwa nianze kuleta mengine. Au tuache kwanza. Bado ya Mungu. Ni yake kitu. Kama madera baba. Madera. Lemho. Ana madera kiza. Na kwanza hizo. Hale. Mazao niliyozungumza, nilisema kwamba kuna mazao kama mahindi, mihogo, viazi, lakini vile vile maharage na karanga. Ukiangalia eneo hili na sasa ndo tupo hapa, tuko kwenye upande wa kupanda viazi, kwa maana ya marando ndo yako yanapandwa kwa ajili ya kuja kupata viazi. Lakini upande wa kulia hapa kuna mihogo na upande wa juu kule kama tutakavyoona ni mihogo. Lakini maeneo haya ndipo ambako hivi karibuni nimetoka kuvuna mahindi pamoja na karanga pamoja na maharage. Kwa kweli alhamdulillah, namshukuru Allah. Haya ndio maeneo ambayo ni tofauti na kule kwenye mpunga. Sasa huku nimekuja kwenye design nyingine sasa tofauti na mpunga. Naam, na hapa ni wapi? Hapa panaitwa Igaragara. Panaitwa Igaragara. Ni Igaragara lakini tuseme ni Igombe kwa ujumla. Igombe lakini ni jirani pia na upande wa Kayenzi. Tumwaka tusia sote Islam, kweli katuambia tupende salam. Tumwaka tusia sote Islam, kweli katuambia tupende salam. Haki kuinua kwa wote kiram, bila kubagua hilo ni haram, bila kubagua hilo ni haram. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ujumbe wa dini ya Uislamu ni kuwa nasihi wote madhalim. Ujumbe wa dini ya Uislamu ni kuwa nasihi wote madhalim. Waache dhuluma, kesho ni dhalam, siku ya kiyama watajina. Upande wa mpunga na kutazama upande wa viazi hapo, alhamdulillah, hii ni mihogo ambayo kwa kweli kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kilichomo ndani kimo ndani huwezi kujua, lakini ni mihogo ambayo ni mzuri sana kwenye upande wa chakula, kwa upande wa kupika, kwa sababu kuna mihogo ile ambayo kwa kazi yake kubwa sana ya unga, lakini hii ni kwa ajili ya chakula, kwa maana kutumia bila kwenda kupeleka mashineni. Kwa hiyo hii mihogo ambayo ni mbegu moja imetokea Pemba. Alhamdulillah, ni mbegu ya kutokea Pemba, nzuri kwa upande wa kutafuna, ili kwa upikaji, kwa kukaanga na kadhalika. Ni mihogo mizuri sana. Kwa hiyo ni upande wa mihogo kama tulivyozungumza kwenye viazi, lakini hapa pia tulitoa mahindi. Baada ya kutoka mahindi tukaweka mihogo, na hapo pembeni ukiangalia kuna masalia ya mahindi kwa maana ni yalikuwa mahindi hapo, lakini pia tulikuwa na karanga pamoja na maharage. Kwa nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuna manufaa makubwa kwenye upande wa kilimo bila kuchagua vitu na kulima peke yake, na faida kubwa unapolima vitu tofauti tofauti. Kuna wakati mwingine utakwama kwenye kitu, lakini unapenda kupata manufaa zaidi. Unaweza ukajikuta kwenye mahindi kidogo yameshuka kidogo, lakini ukija kwenye mihogo
unakuta alhamdulillah ardhi imekaa vizuri, ni safi, kienda kwenye maharage kwenye. Lakini namshukuru Allah, kila kitu kinakaa sawa, kwa sababu khairi na shari mimi nakuwa nimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tumwaka tusia sote Islam, kweli katuambia tupende salam. Tumwaka tusia sote Islam, kama nilivyozungumza tangu mwanzo kwamba hili jambo hatulifanyi kwa sababu ya kuonyesha kwamba labda nimelima sana, mazao yanaonekana sana. Kama nilivyosema, hivi vyote Allah ndiye anayevilinda, ndiye anayevistawisha, lakini kwa sababu pia ya riaa, kuonyesha kwamba kuna jambo moja limefanyika. Hili tunalifanya iwe ni funzo kwa wengine. Yani wito wangu mimi, inawezekana wewe huna uwezo wa kusimama kuingia kwenye swala la kilimo, huna utaalamu wa kuingia kwenye swala la kilimo, lakini una jambo lingine. Kila dai ashike nafasi, asitegemee tu maisha kwenye ile dai. Muda kwa kweli wakati mwingine unakuwa ni mchache sana kwa mtu kusimamia vitu kama hivi. Inawezekana wewe labda ni imamu wa msikiti, unajua salatu subuhi iwepo, salatu dhuhuri iwepo, asri iwepo, magharibi iwepo, isha iwepo, na wakati huo ni mwalimu wa madrasa pale pale. Sasa hii shughuli isipokuwa na usimamizi wa nenda rudi, nafikiri masafa ni marefu sana kutoka eneo kuja mpaka hapa, na uwezi ukasema kwamba itawaacha watu wafanye tu. Lazima usimamie, utazame, ufanye pia mwenyewe. Kwa hiyo si lazima kwamba labda dai fulani kafanya kilimo na mimi kwa kuwa ni dai nifanye kilimo. Hapana, inawezekana kuna kingine ambacho kiko karibu na wewe, ni chepesi kwako, lazima kifanyike. Uwe na mbadala wa ile kazi yako. Kwa nini? Kwa sababu ukinyang'anya kwa upande wa dawa na ukategemea kila kitu katika dawa, ndio pale ambapo utajikuta ni muongo. Ndio hapo utajikuta kila anayekutana na wewe anakukimbia, kwa sababu kuna kingine mbadala ambacho kitakusaidia. Lakini pia nitoe wito kwa wale ambao Allah kawajalia kuwa na uwezo wao. Mtu anaweza kuwa na uwezo wa kuwa na kieneo fulani, halafu ustadhi ama shekhi anahitaji kieneo kile afanye kazi. Kila mtu amemiliki ardhi. Nitatoa mfano mimi mwenyewe. Si kwamba kila nilipoonyesha ni ardhi yangu. Sina ardhi niliyokodi, lakini maeneo mengi nimechukua, ni ya kwangu binafsi, nimenunua na yafanyia kazi. Lakini kuna maeneo Allah awalipe, si vema kuwataja ni fulani na fulani, lakini niwaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala awajalie sana na walipe. Kuna maeneo ambayo unakuta si ya kwangu, lakini mtu kanunua, halafu hana chochote cha kufanyia, ana uwezo wake binafsi, ana kazi zake zingine. Tunasema Imam, chukua hapa, fanya kazi. Mimi nafanya kwa manufaa yangu, lakini pia nafanya kwa manufaa yake, kwa sababu ardhi leo ikikaa bila kazi, inawezekana unapokuja kujenga, lakini kwa sababu nafanya isimamia na itazama, inakuwa ni bora kwake, kwa sababu ninailinda pia, lakini pia inanipa manufaa makubwa. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa na kitu fulani, ana uwezo wa kuendeleza mtu fulani, lakini kuna wengine nao pia wanataka wewe ukae kila dakika ni kwenda kuhitaji kwao, hawakupi kitu cha kuendeleza. Sasa kama kuna watu wenye uwezo wao, yeye ana kitu ambacho anaweza kukiweka pale, ustadi akawa anaendesha jambo kile, anakiendesha kitu kile, ni vema. Labda na ardhi yake kama hivi, anasema bwana wewe ndio kalime, kama mtu ana uwezo analima, kwa kweli inakuwa ni bora sana kuliko kila kukicha nategemeo ni bwana, mimi naomba unisaidie 50, 20, 30. Mwanadamu ana maisha ya kuchoka, asiyechoka ni Allah. Allah ukimuomba sana anafurahi, Allah usipomuomba anachukia. Lakini mwanadamu ukimuomba sana atakuchukia, na usipomuomba anajisikia faraja. Sasa na wengine wapo ambao wanahitaji kuomba, hayuko tayari kumpa mtu ambacho kitadumu, yuko tayari kila siku. Sasa usiwe na maisha ya kutaka kumfuta mtu. Ndio hayo ambayo nimesema, unakuwa hata dawa yako itajifunga, kwa sababu aliyekumiliki riziki yako lazima atamiliki na kile unachokizungumza. Atataka uzungumze hiki, usizungumze hiki. Nakumbuka marehemu Bashiri, Sheikh Omar Bashiri aliwatoa mfano mmoja, anasema alikuwa akitoa dawa msikitini, japo akazungumzia masala ya uchawi, akazungumzia wachawi na vitu vyao, lakini wazee walimuita wale wa bodi ya msikiti, wasema bana, kijana koma, masala ya kuzungumzia wachawi hapo kuanzia leo, hebu chukulia. Hajamsema fulani na fulani, lakini inawezekana hata kwenye bodi wachawi wamo. Sasa wewe unaweza kuzungumzia wachawi, kumbe ndani ya bodi yako wamo na wanajulikana, wezi wanajulikana,
madhalimu wanajulikana, lakini watashindwa kuzungumzia dhulma kwa sababu ndio wamekulisha. Lakini wanakulisha, lakini wanajua unakula, una chako kingine. Utazungumza haki kwa sababu unajua kwamba hii haki lazima nifikishe. Watarajia Mungu Allah subhanahu. Allah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mwisho kabisa nitoe shukrani sana kwa Al-Hidayah. Al-Hidayah ni chombo cha habari ambacho mimi nimeshangaa sana kuona kimenifuata kutoka huko shambani. Si kwamba kimenivamia tu, hapana, lakini niseme kwa ujumla sikutaraji kama wataweza kufika huko. Tangu asubuhi tunazunguka hapa na pale, maana nimezoea vyombo vya habari vingi sana vya Kiislamu tunaishia mimba. Watu watazungumzia hiki na kile kupitia mimba, lakini kuzungumzia maisha kama hivi mara nyingi vyombo vya habari havizungumzii. Niwashukuru sana Al-Hidayah na niombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala awadumishe, lakini pia msikate tamaa. Katika kila kazi kuna changamoto. Mungu katika msimamo na alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Kwa wale wanasema Allah ni Mola wetu kisha wakawa na nini? Na msimamo, kweli ni msimamo. Watakuwa na changamoto za hapa na pale, kweli na msimamo, lakini shughuli kama hizi inapendeza kwa sababu somo kama hili yawezekana. Mimi ningelikuwa msikitini ningelizungumza tu faliandu lilisani ila faami, nikaitafsiri, lakini wakati huu nimeielezea kwa kila aliyenisikiliza akawa nimemtanuzi, ameelewa nini maana ya kilimo, nini maana ya mazao, nini maana ya chakula. Kwa chakula hakiko tupensimu. Maana utaweza kuzungumzia siku ile ya harusi, unazungumzia uzuri wa mchele, uzuri wa wali, pilau ilivyotengenezwa, lakini hii chakula imetoka wapi? Sasa nikushukuruni sana na nikuombeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupeni moyo wa subira, lakini vile vile nikuombeni muendelee kufanya hivi kwa sababu hili kwa faida ya sisi kama madai ya Kiislamu, sisi kama binadamu, sisi kama Waislamu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. Na mtazamaji wa Al-Hidayah Online TV, na huo ndio mwisho wa makala yetu fupi inaonyesha umuhimu wa kilimo katika kujiinua kiuchumi na jamii kwa ujumla. Na imani umenufaika kwa yale machache tuliyoyapata. Asanteni sana. Pia tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ya Al-Hidayah Online TV ili tuendelee kunufaika kwenye mengi na wengi. Uwe na wakati mwema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watajilau siku ya kiyama, watajilau Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hapa nitakoma kiwaambia tuweni na hima kulingania. Hapa nitakoma kiwaambia tuweni na hima kulingania. Ndio ya kwandama alotuachia wetu muadhama tumwanabia, wetu muadhama tumwanabia. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.